الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiwa tunaendelea katika kitabu chetu hiki Muqarrara wa Manhaji Salafi cha Sheikh Al-Ustadh Abdul Rauf bin Abdullah ibn Uthman Al-Munawi Al-Shafi'i حفظه الله ومشايخه وسائر العلماء المسلمين. Tunaondokea leo katika al-aslu sabi', msingi huu wa saba. Anasema msingi wa saba, al-ibtiadu an jamii ahli al-bid'ah. Msingi wa saba katika misingi ya kulingania katika manhaji salaf ni kuwa mbali na watu wote wa bid'ah. Al-ibtiadu an jamii ahli al-bid'ah, kuwa mbali na watu wote wa bid'ah. Wa ahli al-jamaati al-hizbiyya, na kuwa mbali na watu wenye makundi ya kihizbi, makundi ambayo hayana lengo nzuri katika Uislamu. Lengo lao ni kutaka kuwagawa Waislamu. Jamaatul hizbiyya, makundi yenye lengo la kutaka kuwagawanya, kuwafarikisha Waislamu. Makundi kama haya adai au mwana salaf inatakiwa awe mbali nayo. Naam, wa hum kullu man khalafa al-manhaj as-salafi, kwamba na wao ni kila anayekhalifu manhaji salaf, huyo ni inaingia katika jamaatul hizbiyya. Yajibu li talibil ilmi, ni wajibu kwa mwanafunzi an yabtaida an jamii ahli albid'ah, awe mbali na watu wote wa bid'ah, na kila ambaye anakhalifu manhaji hii ya wema waliotangulia. Wala yajuzu lahu an yantasiba ilayhim, wala haifai yeye kujinasibisha na jamaati hizo. Liannahum yufarriquna al-umma, kwa sababu wao wanaparaganisha umma, wanautenganisha umma, wanaugawa umma. Biihdathil bid'ah, kwa kule kuzua kwao bid'ah. Biihdathil bid'ah, kwa kule kuzua kwao bid'ah. Wa insha'il jamaatil hizbiyya, kadhalika wanauparakanisha umma kwa kuanzisha vikundi hivi vya kihizbi vyenye nia
na malengo ya kuugawa umma, allati tukhalifu almanhaj as-salafi, jamaati ambazo zinakhalifu manhaji ya salaf, manhaji ya wema waliotangulia, alladhi qama ala alkitabi was-sunnah bifahmi salafi salih, manhaji ambayo imesimama juu ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ndio anasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, fa amma al-intisabu, ama kujinasibisha, alladhi yufarriqu baina al-muslimin, wenye mapote, jamaati ambazo zinafarikisha baina ya Waislamu, kujinasibisha na mapote hayo. Wa fihi al-khuruju an jama'ati, wa fihi khuruju anil jamaa, na kuna ndani yake kutoka katika kumwasi kiongozi. Wa fihi khuruju anil jamaa, kuna ndani yake salam bas khair inshallah. Wa fihi khuruj anil jamaa, na jamaati ambazo ndani yake kunapatikana kutoka kwenye jamaa, kutoka katika toa, wal i'tilaf, na kujikusanya, wal i'tilaf, na kujikusanya, ila alfitna, kujikusanya au kuungana kwa ajili ya fitna. Hii ndiyo kazi ya hizi jamaati alhizbia za kimakundi makundi, hazina tofauti na jamaatu siasia, kama wanavyoelezea maulama kwamba jamaatu za hizbia hizi hazina tofauti na jamaatu siasia, vikundi hivi vya kisiasa, kwamba lengo lao ni al-i'tilaf ila al-firq wal-i'tilaf ila al-furqa, wanajikusanya na kuungana kwa ajili ya fitna, kwa ajili ya kuleta faraka. Lengo lao walete mufaraka, walete faraka katika kiongozi ambaye ametawalishwa kwamba yeye ndiye wali, msimamizi wa umma, msimamizi wa watu. Basi wao lengo lao ni kutoka katika toa yake. Maana akasema wa fi khuruju anil jamaa, na ndani yake kuna kutoka katika jamaa, wal i'tilaf ila al-furqa, na kujikusanya, kuungana kwenye kufarikiana. Wasuluku tariqi al-ibtida'i, na kupita katika njia ya kuzua, kwamba wanakuwa mbali pia na sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yao ni kuzua majambo ambayo hayamo katika dini. Wa mufarakati sunna, na kufarikiana na sunna. Sunna ziko katika bonde lingine na wao wako katika bonde lingine. Hum fi wadin wa sunna fi wadin akhar,
wa mufarakati sunna, na kufarikiana na sunna, wal ittiba', na kufarikiana na kufuata. Jambo la kufuata manhaji salafi wanakuwa wako mbali nalo. Kazi yao mkubuni miradi ya kimaendeleo, hawakai wakabuni namna gani Uislamu utapiga hatua, bali wanabuni miradi yao ya kimaendeleo. Hiyo ndio jamaa, ndio kazi ya jamaatul hizbia, kubuni, kuanzisha mashule, kuanzisha miradi mbalimbali. Hii ndio kazi yao. Fahadha mimma yunha anhu, na hili ni katika mambo ambayo yanakataliwa. Fahadha mimma yunha anhu, na hii ni katika mambo ambayo yanakataliwa na sheria. Wa yakhruju bidhalika, na anatoka anayefanya hivyo, anayefanya hilo. Wa yakhruju bidhalika, na anatoka anayefanya hilo, an taati llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, katika toa ya Allah na toa ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-aslu thamin, msingi wa 8, anasema taatul hukami, ni kuwatii watawala. Hukami, watawala. Huu ni msingi katika da'wa ya salafia. Wa adamul khuruji alaihim, na kutowaaswi, wa adamul khuruji alaihim, na kuto waasi hawa watawala. Ni katika misingi ya manhaji salaf kutowaasi watawala. Wa in dhalamu, hata kama wadhulumu, wawe wanawadhulumu raia, hawafanyi uadilifu, lakini haifai kuwaasi, haifai kuacha kuwasikiliza maadamu hawajaamrisha kumuasi Allah tabaraka wa taala. Haifai kufanya hivyo. Wa adamul khuruju alaihim, na kuto waasi. Wa in dhalamu, hata kama wanafanya dhulma. Wa hadha idha kanu muslimin, na hii ni itakapokuwa ni waislamu hawa watawala. Kama jaa inda al-Bukhari wa Muslim, kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari, kadhalika ikaja katika sahihi Muslim, anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa mtume swalla na salamu zimwendee, amesema: man raa min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir. Man raa min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir, yoyote atakayeona kwa kiongozi wake jambo linalomchukiza, jambo linalomkasirisha, falyasbir, awe na subra, asikurupuke. Na hapa anaingia kiongozi wake wa kidini, kadhalika kiongozi wake mtawala, yani bimaana watawala. Akaona jambo la kuchukiza kwa mjumbe wake wa nyumba 10, afanye subira. Akaona jambo la kuchukiza kwa katibu kata wake, afanye subira.
akaona jambo ambalo la kuchukiza kwa mkuu wake wa wilaya, afanye subra. Kwa mkuu wa mkoa afanye subra. Kadhalika kwa kiongozi wa nchi, waliyul amri almuslimin, waliyul amri akaona jambo linalochukiza kwa raisi, haitakiwi akurupuke, awe na subra. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema fa innahu man khalafa aljamaa shibran, kwani ukweli wa mambo, yoyote atakayekhalifu jamaa japo shibiri moja tu, famata, halafu akafa, akakhalifu jamaa ya Waislamu, akamkhalifu waliyul amri, waliyul amri akatoa amri kwamba msifanze hivi, yeye pengine na wenzake akasema twafanya, tutafanya, halafu famata, akafa mtu yule, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahiliya, basi kifo chake hiki kitakuwa ni kifo cha kijinga, au wengine anasema kibudu, kama vile mtu aliyekufa kibudu. Kwa nini? Kwa sababu hakumsikiliza waliyul amri. Kwa nini? Kwa sababu amekhalifu jamaa. Kile kitendo cha kumsikiliza mtawala, basi wewe umekhalifu jamaa, unazingatiwa na sheria ya Kiislamu kwamba umekhalifu jamaa ya Waislamu. Kile kitendo cha kutoka amri kutoka kwa mtawala wako, wewe ukakhalifu au ukakaidi au ukatoa maneno machafu, unazingatiwa kwamba umekhalifu jamaa ya Waislamu. Taib, falwajibu ala almuslim as-sam'u wa ta'a. Kwa hivyo ni wajibu juu ya Muislamu kusikia na kutii. Faliwajibu ala almuslimi, ni wajibu juu ya Muislamu as-sam'u wa ta'a, kusikia na kutii. Qala sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in abdun habashiyun. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni katika swala la kumcha Allah na usikivu na utiifu, hata kama ambaye mtawala wenu ni mja wa Kihabeshi. Wa in abdun habashiyun, hata kama anayekusimamieni waliyul amr, mtawala ni mja wa Kihabeshi. Hapa pia tunaona umuhimu wa kuwatii watawala. Jambo la dini sio kwamba mtu azungumze ili asikike. Kumnasihi mtawala kuna njia zake zimeelekezwa na sheria. Sasa mtu yeye anataka asikike kwamba amemnasihi kiongozi fulani. La, al-amru laysa hakadha ya jamaa, mambo hayaendi hivi. Sio lazima usikike kwamba wewe umemnasihi kiongozi fulani, mtawala fulani, sio lazima. Kuna njia zake zinafuatwa na ukamnasihi kiongozi. Kiongozi kama tunavyojua, mtawala la yunsahu alania, hanasihiwi hadharani, hanasihiwi fi wasaili al-i'lam, katika mitandao ya kijamii. La, kiongozi hanasihiwi hivi. Yoyote akishakuwa ni kiongozi wako, sawa sawa ni mwadilifu au sio mwadilifu, hanasihiwi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia hanasihiwi hadharani, bali yunsahu sirran,
kama tutakavyoona huko mbele kwamba ananasihiwa kwa siri. Kwa hiyo baadhi ya watu wao mpaka anataka asikike au waonekane kwamba yeye kamnasihi kiongozi fulani, na hii si sawa. Ndio maana kuna mmoja katika maulamaa, simkumbuki ni nani, anasema kwamba sisi ni Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, anasema sisi tunapotoka kwenda kumnasihi kiongozi, zile nasaha zetu na kiongozi tunaziachia kule kule. Yaliyojiri baina yetu na kiongozi tunayaacha kule kule. Hatuji tena tukajigamba, bwana tumemwambia bwana, kwani sisi tunataka mchezo bwana? Bwana tumemwambia bwana ya kutosha. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz anasema sisi yale tulioyaongea kule na viongozi na kiongozi wetu tunayaachia kule kule. Halafu tukija uraiani, tunayoongea na raia hatuyapeleki kwa viongozi, tunayaachia huku. Hatumsemi bwana raia wanasema hili bwana, wako hivi bwana, wewe hufanyi hivi. Tulioyaongea na raia tunayaachia huku, na tunayoongea wakati tunamnasihi kiongozi ni yetu na kiongozi. Sasa baadhi ya watu wao wanataka wasikike, wanataka waonekane. Ndio hiyo hurriyatu ta'bir, uhuru wa kuongea. Uislamu hauendi hivyo. Taib, anasema wa amma idha kana alhakimu kafiran, na ama atakapokuwa mtawala ni kafiri. Hapa katenganisha wakati mtawala ni Muislamu na wakati atakapokuwa mtawala ni kafiri, vile vile haifai kumwasi. La yakhruju alayhi, kadhalika hata kama ni kafiri haifai kumwasi. Bal naishu ala sabr, bali tutaishi katika hali ya kuwa na subra. Ikitokea kwamba mtawala wetu sio Muislamu, naishu ala sabr, tutaishi katika hali ya kuwa na subra. Mithlu ma asha almuslimuna fi Makkah qabla alhijra, kama walivyoishi Waislamu katika mji wa Maka kabla hawajahamia kwenda Madina. Hali ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Waislamu. Wakati mwingine wanazuiliwa chakula. Unapita mkataba, yoyote aliyemwamini Muhammad haruhusiwi kuuza wala kununua muda wa miaka kadhaa. Hayo yote yamejiri, lakini umeona watu wa Maka wametoka wakaandamana? La, hawajafanya hivyo. Waislamu wa zama zile wamezungumza wazi wazi kusema hawa Makuraishi hawatutendei haki. Hawajafanya hivyo. Wakati mwingine Waislamu wanakuja kutaka kufanya ibada ya tawafu, wanazuiliwa tu bila sababu yoyote. Hapafanywi tawafu hapa. Kwa nini? Kwa sababu watawala zama zile ni Makuraishi, ndio walioshika mpini, ndio wanaomiliki Kaaba. Sasa katika kusoma kwetu sira tuliona kwamba Waislamu walileta vurugu, kwamba tunadai haki zetu. Hawajafanya hivyo. Ndio maana shehe anasema kwamba bal naishu ala sabri, ikitokea mtawala hautaki Uislamu, haupendi Uislamu na ni si Muislamu, tutaishi juu ya
katika hali ya kuwa na subra. Mithlu ma asha almuslimuna fi Makkah qabla alhijra, kama walivyoishi waislamu katika mji wa Makkah kabla hawajahama kwenda Madina. Wa kadhalika almuslimuna fil Habasha, kadhalika kama walivyoishi waislamu katika mji wa Habasha. Lamma hajaru ilaiha biidhnin minan nabii sallallahu alaihi wasallam, walipohamia Habasha kwa kupewa ruhusa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipohamia Habasha kwa kupewa ruhusa na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfalme wa Habasha alikuwa si Muislamu, na sheria zilizokuwa zinaendelea kule sio za Kiislamu, lakini Waislamu waliishi pale katika hali ya kufanya nini? Kuwa na subra. Hina ma qala lahum an-nabii sallallahu alaihi wasallam, pale alipowaambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hina ma qala lahum an-nabii sallallahu alaihi wasallam, pale alipowaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kharajtum ila ardhi al-habasha, mwaonaje ndugu zangu mkatoka mkaelekea kwenye ardhi ya Habasha. Huko Habasha kuna mfalme ambaye la yudhlamu indahu ahadun, hawezi akadhulumiwa mtu mbele yake, mtu yoyote hawezi akadhulumiwa mbele yake. La yudhlamu indahu ahadun, hawezi akadhulumiwa mtu yoyote mbele yake, hakubali mtu adhulumiwe. Si Muislamu, lakini hakubali mtu adhulumiwe. Hatta yaj'ala Allahu lakum farajan mimma antum, ili Allah alete faraja kutokana na haya madhila ambayo mnayapata hapa Makka. Hatta yaj'ala Allahu lakum, ili Allah ajalie kwenu nyinyi farajan, faraja, ili kidogo mkatulizane, mkatulize akili zenu. Mimma antum, kutokana na haya ambayo mko nayo hapa Makka, madhila ambayo mnakumbana nayo hapa Makka. Kwa hiyo alhasul ni kwamba msingi huu wa 8, taatul hukam, kuwatii watawala ni wajibu. Ukimwona mtu ana fikira za kumwasi mtawala, huyo sio salafi, huyo hayuko katika manhaji salafi. Au anashajiisha watu wamuasi mtawala, basi huyo hayuko katika manhaji salafi. Au ana viashiria vyovyote vya kupelekea kwamba mtawala aasiwe, asisikilizwe, au ana viashiria vya kumdogesha mtawala, basi huyo hayuko katika manhaji salafi. Falhukamu ala qismain, kisha anasema watawala wanagawanyika sehemu mbili. Falhukamu ala qismain, watawala wanagawanyika sehemu mbili. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza, almuslimun. Kuna watawala, watu wanaweza wakapata bahati wakapata mtawala Muislamu. Fala yajuzu alkhuruju alaihim wa in dhalamu, ikiwa ni Waislamu haifai kuwaasi hata kama wafanye dhulma ya aina gani. Wa in dhalamu, hata kama wafanye dhulma ya aina gani. Alqismu thani, kigawanyo cha pili, alkuffar. Watu wanaweza wakatahiniwa wakapata mtawala ambaye ni kafiri. Wa hum ala nawain, ambao ni makafiri wanagawanyika sehemu mbili pia. An-naw'u al-awwal, aina ya kwanza, al-hakimu al-kafiru al-adil. Waweza mkapata mtawala ambaye ni kafiri lakini ni mwadilifu. Al-hakim al-kafir
al-adil, mtawala ni kafiri kweli lakini ni mwadilifu. La yadhlimu nnasa, akawa hadhulumu watu. Fanaishu fi baladihi biamani, tukawa tunaishi katika nchi yake kwa amani. Ni kafiri lakini tuishi katika nchi yake kwa amani. Fanaishu fi baladihi biamani, tukawa tunaishi katika nchi yake kwa amani. Wa adami itiyani alfawdi, tunatakana tuishi katika nchi yake kwa amani. Fanaishu fi baladihi, tunatakana tuishi katika nchi yake biamani. Huyo mtawala ambaye ni kafiri lakini ni mwadilifu, hadhulumu watu. Fanaishu fi baladihi biamani, inatakikana tuishi katika nchi yake kwa amani. Wa adami itiyani alfawda, tusilete fujo. Wa adami itiyani alfawda, haitakikani tulete fujo. Kama asha almuslimuna fil habasha, kama vile ambavyo wameishi waislamu katika nchi ya Habasha. Kama asha almuslimuna fil habasha, kama vile waislamu ambavyo waislamu waliishi katika nchi ya Habasha. Bisami wa taa, kwa usikivu na utiifu. Fil umuri allati fihi almaslaha, katika mambo ambayo yana maslahi na Uislamu na umma kwa ujumla. Kadhalika wal anzima, wal anzima almubaha, na mfumo ulio huru. Wal anzima almubaha, na mfumo ambao uko huru, mfumo ambao wa kisheria ya dini ambao uko huru. Al-amma, ambao liljamii, ambao unawaenea watu wote. Al-amati liljamii, ambao unawaenea watu wote. Natakiwa tuishi hivyo. Wal anzima almubaha, na mfumo ambao uko huru wa kisheria ya dini. Al-amatu liljamii, ambao unawaenea watu wote. Aina ya pili ya mtawala ambaye sio Muislamu, al-kafiru dhalim, kafiri ambaye ni dhalim, anawadhulumu watu, hana uadilifu. Kwa kifupi, fanaishu indahu bisabri, inatakikana tuishi na yeye. Naam, naam, tumeruka. Aywa, ahsan Allahu ilayk. Hatta ya'ti Allahu qaumun min hukami almuslimin, yani naishu fi baladihi bi amani, tutaishi katika nchi yake kwa amani. Wa adam itiyani alfawda, bila kuleta fujo. Hatta ya'ti Allahu qaumun min hukami almuslimin, mpaka Allah tawaleta watu ambao ni katika watawala wa Kiislamu. Mpaka Allah alete watawala wa Kiislamu, sisi tutaishi kwa amani katika nchi yake kwa amani, hatutoleta fujo. Wa adam itiyani alfawd hatta ya'ti Allahu qaumun min hukami almuslimin, mpaka Allah atatufanyia wepesi, ataleta mtawala ambaye ni katika Waislamu. Fayuzilu, wataondoa hiyo dhulma. Wa yukhriju lahum hadha alhakim alkafira, na hatimaye watamtoa huyu mtawala ambaye ni kafiri biidhnillah, kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Wa yukhriju lahum, na atawatolea wao Allah
hadha alhakim alkafira, huyu hakimu ambaye ni kafiri. Au yataghayyaru al-amru, au mambo yanaweza yakabadilika kwa ile subira yetu. Au yataghayyaru al-amru, au mambo yanaweza yakabadilika, walhalu ila al-ahsan, na hali inaweza ikabadilika ila al-ahsan bima arada Allah, ikaelekea kwenye uzuri kama anavyotaka Allah tabaraka wa taala, kwamba huyo ambaye sio Muislamu, yeye Allah tabaraka wa taala hashindwi kumbadilisha akawa mwadilifu, hashindwi kumbadilisha akawa hadhulumu watu. Ndio maana anasema au yataghayyaru al-amru, au jambo likabadilika, walhalu, na hali ikabadilika, ila al-ahsani, kuelekea kwenye uzuri, bima arada Allahu, kama anavyotaka Allah tabaraka wa taala, liannahu taala ala kulli shay'in qadir, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu ni muweza, hashindwi.